السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فيا أيها الإخوة المسلم، أوصيك ونفسي بتقوى الله تعالى كما قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu yangu Muislamu, nakuhusia kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema katika kitabu chake kitukufu: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, taqullaha haqqa tuqatihi, mcheni Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife isipokuwa mkifa moyo wa Islamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia tusije tukafa isipokuwa sisi tufe katika mila tukufu ya Uislamu, mila ya baba yetu Ibrahim, ambayo ni dini sahihi, ad-dinul qayyim, dini iliyonyooka, dini isiyokuwa na. Kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyozungumza katika Qur'an tukufu, kwa kauli yake alivyosema: inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kwamba bila shaka dini iliyokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, dini ya haki, ni Uislamu, na mwenye kutafuta dini isiyokuwa ya Uislamu hatakubaliwa na yeye siku ya kiyama, atakuwa ni mwenye kupata hasara. Hatakubaliwa na yeye siku ya kiyama, atakuwa ni mwenye kupata hasara, ni miongoni mwa wenye kupata hasara. Ni ajabu kubwa ndugu yangu Muislamu ukimwasi Mwenyezi Mungu hali ya kuwa wewe ni Muislamu, afu unafahamu haki ilivyo, afu unaipotosha. Hakika ni hatari kubwa kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Lazima ndugu yangu umche Mwenyezi Mungu na umhofu yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazungumza katika Qur'ani, anasema: innal ladhina yulhiduna fi ayatina, hakika wale ambao wanapotosha haki iliyokuwa katika aya zetu. Yani mtu anayefahamu haki ndio hii, afu akapotosha, akazua uongo, la yakhfauna alaina, hao hawatakuwa ni wenye kujificha mbele yetu. Hao sisi tunawafahamu, ngoja wapotoshe tu sisi hao kwetu sisi so wenye kujificha. Allah anakuuliza ndugu yangu Muislamu, afaman yulqa, je, atakayetupwa finnar, katika moto wa jahannam, katika moto, khairun, je, ni bora, amma yati aminan yawmal qiyama, ama yule atakayekuja hali ya kuwa ana amani, kaaminika, kasalimika siku ya kiyama? Allah akasema: imalu ma shi'tum, fanyeni mnavotaka, fanyeni mnavotaka, innahu bima ta'maluna basir, hakika yeye yale ambayo mnayatenda yeye ni mwenye kuona. Ndugu yangu Muislamu, lazima tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kazungumza katika Qur'ani, anasema kwamba wale wote sehemu yote mtakapokuwa, ikiwa kama ni watatu basi Mwenyezi Mungu ni wanne wenu, ikiwa kama ni wanne basi Mwenyezi Mungu ni watano wenu, ikiwa kama ni watano basi Mwenyezi Mungu ni wasita wenu, na vile vile idadi yoyote mtakayokuwa kwa Mwenyezi Mungu basi ni zaidi. Yani Mwenyezi Mungu ni ile idadi mtakayokuwa, basi Mwenyezi Mungu kaongezeka. Mwenyezi Mungu yupo anakuoneni. Sasa imalu ma shi'tum, fanyeni mnavotaka, innahu bima ta'maluna basir, hakika yeye yale ambayo mnayatenda yeye ni mwenye kuyaona. Afaman yulqa finnari khairun, je, atakayetupwa katika moto ni bora, amma yati aminan yawmal qiyama, ama yule ambaye atakayekuja siku ya kiyama hali ya kuwa ana amani, kaaminika. Imalu ma shi'tum fa innahu bima ta'maluna basir, imalu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir, mnavotaka, hakika yeye yale ambayo mnayatenda ni mwenye kuona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.